Ni tarehe 25 Jumapili ya mwisho kabisa kwa mwezi huu wa 5. Ni matumaini yangu mzima wa afya. Karibu kwenye kipindi cha Weekly News Counter ndani ya Sauti TV. Tuziangazie habari kubwa 7 ambazo zimetokea ulimwenguni kote. Langu jina ni John Masawe. Karibu. Mwishoni mwa wiki hii serikali ya Marekani chini ya Rais Donald Trump imetangaza kufungia chuo kikuu maarufu duniani cha Harvard kutojihusisha na usajili wa wanafunzi wapya kutoka nje ya taifa hilo, huku wanafunzi wa kigeni toka chuo hicho wakitakiwa kujiunga na vyuo vingine. Uongozi wa chuo cha Harvard umeitaja hatua hiyo kama hatua mpya na shambulizi la serikali ya Trump juu ya mfumo wa elimu ya juu, huku chuo hicho kikiwa miongoni mwa vyuo bora ulimwenguni. Karibu 27% ya wanafunzi wake ni raia wa kigeni. Serikali ya Marekani imekuwa ikishutumu uongozi wa chuo hicho kuwa kinatoa nafasi ya kuanzisha harakati za ukandamizaji dhidi ya Wayahudi na kushirikiana na baadhi ya mataifa ya nje. Wakati yao yakijiri, serikali ya China kupitia msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Mao Ning imetaja hatua hiyo kama itaathiri sura ya Marekani katika uga wa kimataifa. Wabunge nchini Uganda mapema Jumanne ya wiki hii wamepitisha muswada wa kisheria unaoungwa mkono na serikali ya nchi hiyo kwa kuipa mamlaka mahakama ya kijeshi kusikiliza na kutoa hukumu dhidi ya kesi za kiraia. Sheria hiyo inayoonekana kuwa na utata ilianzishwa mapema mwaka huu baada ya mahakama ya juu nchini humo hapo awali kutoa uamuzi kwamba raia hawezi kufikishwa katika mahakama za kijeshi kutokana na wanaharakati kudai kuwa kufanya hivyo ni kukiuka haki za binadamu. Wakati wa mjadala wa muswada huo, baadhi ya wabunge wa vyama vya upinzani walitoka nje ya ukumbi wa bunge kabla ya muswada huo kupitishwa, wakipinga kwa kile walichokiita kuwa ni kinyume na sheria dhidi ya haki za binadamu, hasa kwa raia wa kawaida. Rais wa taifa hilo Yoweri Museveni anatarajiwa kutia saini muswada huo katika siku chache zijazo, hatua ambayo imelifanya shirika la utetezi la haki za binadamu la Amnesty International kutoa onyo kwa hatua iliyochukuliwa kuwa inaweza kusababisha ukandamizaji dhidi ya raia. Mapema wiki hii Uingereza imeandika historia upya kwa makubaliano ya kurudisha ushirikiano wake katika nchi za Umoja wa Ulaya baada ya kujiondoa kwenye umoja huo wenye wanachama 27 kwa takriban miaka 5 tangu mwaka 2020. Makubaliano hayo yalifikiwa wakati wa mkutano uliokutanisha wawakilishi wa pande mbili mjini London, akiwemo Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer na Rais wa umoja huo Ursula von der Leyen, ambapo wamekubaliana kufufua ushirikiano kwenye sekta za biashara, ulinzi, uvuvi na usafirishaji pamoja na sheria za forodha. Kwa upande wake, Waziri Mkuu wa Uingereza ambaye amekuwa akipiga upatu kwa kurudisha taifa lake katika umoja huo ameitaja hatua hiyo kuwa yenye faida kwa pande zote, kwani makubaliano yanaendana na wakati. Mkuu wa Umoja wa Ulaya Antonio Costa ameitaja hatua hiyo kuwa muhimu kwa kuamua mustakabali wa umoja huo. Kupitia makubaliano hayo mapya, Uingereza imeruhusu meli za wavuvi kutoka nchi wanachama kuendesha shughuli zake kwenye eneo lake la bahari kwa muda wa miaka 12 hadi ifikapo mwaka 2038, huku Uingereza ikiondolewa vikwazo kwenye mauzo ya nje kwa mataifa ya Umoja wa Ulaya, huku Rais wa Marekani Donald Trump akitishia kutoza ushuru kwa bidhaa zinazotoka Ulaya kuanzia mwezi ujao kwa kile alichokitaja kugonga mwamba kwa mazungumzo na mataifa ya Ulaya. Rais wa Marekani Donald Trump Jumatatu ya wiki hii amethibitisha utayari wa Urusi na Ukraini kuanza mazungumzo ya mara moja ya kutafuta amani juu ya usitishwaji wa mapigano yaliyodumu kwa takriban miaka 3 tangu yalipoanza mwezi Mei mwaka 2022. Trump alisema hayo kupitia mtandao wa kijamii wa Truth Social baada ya kufanya mazungumzo na viongozi wa mataifa hayo mawili kwa njia ya simu, ambapo Kiev imesema iko tayari kwa usitishwaji wa mapigano, huku Moscow ikisema itafanya hivyo ikiwa masharti yaliyowekwa yatatekelezwa. Mazungumzo hayo yamefanyika ikiwa ni baada ya kufanyika kwa mazungumzo mengine ya moja kwa moja wiki iliyopita yaliyofanyika nchini Uturuki kati ya Moscow na Kiev. Mazungumzo yaliyotajwa kuwa ya kwanza kuwakutanisha pamoja wawakilishi wa mataifa hayo mawili tangu kuanza kwa mzozo huo miaka 3 iliyopita. Wakati hayo yakijiri, Papa Leo wa 14 ameonyesha utayari wa Vatican kuandaa mazungumzo ya amani kumaliza mzozo huo, huku serikali ya Urusi kupitia waziri wake wa mambo ya nje Sergei Lavrov akisema kuwa taifa lake haliungi mkono wazo hilo kama sehemu sahihi ya kufanya mazungumzo ya kumaliza vita kati ya taifa lake na Ukraine.
Baada ya kushikiliwa kwa muda na mamlaka za Tanzania, wanaharakati kutoka nchini Kenya na Uganda Boniface Mwangi na Agatha Atuhire hatimaye wamepatikana wakiwa salama, huku Boniface Mwangi akiripotiwa kuwa na majeraha na tayari anapatiwa matibabu nchini Kenya. Wanaharakati hao waliodhuru Tanzania kwa lengo la kusikiliza na kufuatilia mwenendo wa kesi ya uhaini na mkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu walitiwa nguvuni na mamlaka za Tanzania kwa tuhuma za kuvuka mpaka bila vibali. Mapema Alhamisi, duru za habari nchini Kenya zilithibitisha kupatikana kwa Boniface Mwangi akiwa na majeraha, huku mapema Ijumaa Agatha Atuhire, mwanaharakati kutoka Uganda, akipatikana Mtukula, eneo lililopo mpakani mwa Tanzania na Uganda. Kulingana na ripoti iliyotolewa na msemaji wa serikali ya Kenya Isaac Mwaura, imesema serikali ya Tanzania ilitimiza haki yake ya kikatiba kwa uhuru alionao kuwazuia wanaharakati wa Kenya akiwemo Bi Martha Karua pamoja na Jaji Willy Mutunga kwa kile Isaac alichokita kuwa Kenya haikuwa na jukumu lolote katika uamuzi huo. Umoja wa Ulaya umethibitisha malori kadhaa ya misaada kuingia katika ukanda wa Gaza, hasa baada ya waziri mkuu wa Israeli kuruhusu uingizwaji wa misaada katika ukanda huo, ikiwa ni saa chache baada ya Uingereza, Canada na Ufaransa kutangaza kuiwekea vikwazo Israeli ikiwa hali itaendelea kuwa mbaya. Umoja huo umesema kuwa kuna haja ya kufanya upya mazungumzo ya kibiashara kati yake na Israel kutokana na kile walichokiita hali ya janga katika ukanda wa Gaza. Hii ni kulingana na taarifa iliyotolewa na mkuu wa sera za Ulaya Kaja Kallas baada ya mkutano uliowakutanisha mawaziri wa mambo ya nje wa umoja huo mjini Brussels. Hata hivyo, kulingana na ripoti iliyotolewa na shirika la madaktari wasio na mipaka MSF, limesema kiwango cha misaada kilichoruhusiwa kuingia Gaza hakitoshi kwa kile ilichosema ni sawa na tone kwenye bahari, na Israeli inatumia hatua hiyo kama kisingizio cha kuonesha ulimwengu kuwa ukanda wa Gaza upo kwenye hali salama, jambo ambalo si kweli. Sambamba na hayo, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ameagiza kuimarishwa kwa hali ya usalama katika balozi zake kote ulimwenguni kufuatia vifo vya wafanyakazi wawili wa balozi zake karibu na jumba la makumbusho la Kiyahudi lililokuwa likiandaa hafla ya wanadiplomasia vijana wa Israeli mjini Washington, Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump ameishutumu serikali ya Afrika Kusini chini ya Rais Cyril Ramaphosa kwa mauaji ya kiolela dhidi ya Waafrika wenye asili ya kizungu, ikiwa ni pamoja na kuchukua ardhi yao, kauli iliyopingwa vikali na Ramaphosa. Trump ametoa shutuma hizo wakati wa ziara ya Cyril Ramaphosa nchini Marekani aliyoifanya mapema wiki hii, huku Trump akitumia baadhi ya picha mjongeo zikionyesha matukio ya mauaji na unyanyasaji dhidi ya Waafrikana wanaoishi nchini Afrika Kusini. Hata hivyo, duru za habari zimebaini kuwa video zilizotumiwa na Rais Trump kama ushahidi kuonesha unyanyasaji waliofanyiwa wazungu wanaoishi Afrika Kusini hazikuwa na kweli, bali zilikuwa picha kutoka taifa la Kongo zinazomilikiwa na shirika la habari la Reuters. Licha ya kuwepo majibizano baina ya viongozi hao, ziara ya Rais Ramaphosa imefanikiwa baada ya mataifa hayo mawili kukubaliana kuimarisha biashara kupitia uwekezaji, ikiwa ni takriban miezi 4 tangu balozi wa Afrika Kusini afukuzwe mjini Washington na kuongeza ushuru wa 30% kwa bidhaa zote kutoka Afrika Kusini. Na mtazamaji, hadi kufikia hapo ni mwisho wa habari hizi. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama vile Instagram na Facebook kila siku. Kwa niaba ya wenzangu walioshiriki kuandaa kipindi hiki, mimi ni John Masawe.